Lakini taarifa ambayo nilipata ugumu sana kuitoa ilikuwa ni kwa mamake Walter. Na nilipata ugumu sana kuitoa kwake kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba yule mama Walter ndo alikuwa mtoto wake wa pekee aliyebaki. Kwa hiyo nikawa nasema hivi, namwambiaje mama kwamba Walter amefariki? Akiniuliza maswali mimi najibu nini? Kwa sababu sikuwa hata na cha kujibu. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza sana roho yangu katika lile tukio zima, kwa sababu ni Christmas tu tulikuwa naye, alafu unampigia mtu siku ya mwaka mpya, a few days, sijui siku ngapi hizo, kama 6 hivi 7 zimepita, kumpa tena taarifa ya msiba ya mtoto wa pekee ambaye alikuwa amebaki. Habari yako. Mimi naitwa Irene Kamugisha, na lately hapa nimeweza kuzungumzia story yangu ya kilichonikuta kwa habari ya kupotelewa au kufiwa na mume wangu. Alikuwa anaitwa Walter Odemba. Na nimepokea maswali mengi kweli, watu wanataka kujua mambo mengi juu ya kile kilichotokea. Mimi ninachoweza kusema, kuna maswali mengi sana ambayo mimi binafsi siwezi kuyajibu, kwa sababu maswali mengine ni personal na maswali mengine nisingependa niyajibu kwa sababu zangu binafsi. Lakini kilichotokea ndo hicho, kama nilivyowaambia. Kwenda deep zaidi ya hapo sina cha kusema zaidi, kwa sababu ni tukio ambalo mimi mwenyewe ni kama nimelikutia kwenye chorus. Kwa hiyo hata mimi natamani nipate mtu wa kumuuliza maswali aweze kunijibu. Lakini nimeona kuna watu wameuliza maisha baada ya kufiwa ni yakoje na changamoto ni zipi. Nimeona watu wakisema kwamba I'm a strong woman. Ninashukuru, I take it as a compliment. Nashukuru sana kwa sababu kwa namna lile tukio lilivyotokea sio rahisi. Nataka tu niwaambie kwamba baada ya lile tukio kutokea vile, nilipata ugumu sana kwa sababu, and I had to be strong, kwa sababu mimi mwenyewe ndio nilikuwa mhusika mkuu, na mimi mwenyewe ndio ilikuwa inabidi nitoe taarifa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo there was no way ningelia sana, kwa sababu ilikuwa inabidi taarifa ifike ili walau watakaoweza kunifikia waweze kunifikia. Lakini taarifa ambayo nilipata ugumu sana kuitoa ilikuwa ni kwa mamake Walter. Na nilipata ugumu sana kuitoa kwake kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba yule mama Walter ndo alikuwa mtoto wake wa pekee aliyebaki. Kwa hiyo nikawa nasema hivi, namwambiaje mama kwamba Walter amefariki? Akiniuliza maswali mimi najibu nini? Kwa sababu sikuwa hata na cha kujibu. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza sana roho yangu katika lile tukio zima, kwa sababu ni Christmas tu tulikuwa naye, alafu unampigia mtu siku ya mwaka mpya, a few days, sijui siku ngapi hizo, kama 6 hivi 7 zimepita, kumpa tena taarifa ya msiba ya mtoto wa pekee ambaye alikuwa amebaki. Kwa changamoto kubwa ilikuwa hapo, lakini namshukuru Mungu lilipita. Mama alipokea ile taarifa kwa jinsi ilivyokuwa, na namshukuru Mungu walinipa uhuru ndugu zake wa kuchakata mambo. Yani hawakuniuliza maswali sana au kunipa ugumu wowote katika lile jambo. Maana ingetokea hivyo tena, ina maana mimi ninge grieve vitu vingi sana in the process.
Kuona washukuru hilo kwa sababu kwa kufanya vile waliniwezesha mimi kunipa utulivu na kuweza kusonga mbele kwa amani, kuweza kuwa take care watoto vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana, lakini ugumu ulikuwa hapo jamani. Yani unamwambiaje mtu mtoto wake aliyebaki amefariki. Lakini alikuwa very strong, mama wao alikuwa very strong na alipokea kwa uzuri kabisa. Kwa baada hilo tukio, huo ndio ulikuwa mtihani mkubwa hasa kuweza kufikisha hiyo taarifa kwa mama wao. So, mimi naweza kusema kwamba matatizo nilichojifunza, matatizo hayana budi kutokea kwa mtu yoyote yule, no matter how special you think you are. Matatizo hayana budi kutokea, na kwa bahati mbaya hatuchagui matatizo, na kwa bahati mbaya zaidi hatujui yanatokea muda gani na wakati gani. Kwa mimi binafsi nguvu yangu ilitoka kwa Mungu kabisa, kwa sababu nilianza kukumbuka kwamba neno linaniambia aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye nje. Irene wa kimwili alikuwa anatetereka, Irene wa kimwili alikuwa analia sana, alikuwa anaumia sana rohoni. Yani hiyo ni kitu ambacho ni kila mtu anakijua, sio lazima utalia sana, lazima utaumia sana moyoni. Na mtihani wa kufiwa uko baada ya kuzika. Ndio unagundua kumbe huyo mtu kweli ameondoka haswa. Kwa nguvu yangu mimi ilitoka kwa Mungu, niligundua aliye ndani yangu ni mkuu kuliko haya yote yanayoendelea nje. Kwa hiyo niliswitch ndani yangu. Sina namna ya kukuelezea, lakini ndani yangu niliswitch kutoka katika ule ulimwengu wa kimwili kwenda katika ule ulimwengu to dwell in the spirit. Yani kukaa pale chimbuko la nguvu ya kiungu ilipo. Ndipo nguvu yangu ilipotoka. Kwa sababu neno lilikuwa linaniambia aliye ndani yangu ni mkuu kuliko huyu anayepitia changamoto ya kufiwa na mume wake siku ya mwaka mpya katika mazingira hayo. Kwa hiyo nilikaa pale, lakini nakumbuka nilipofika hospitali. Baada ya kupewa taarifa polisi, tulirudi hospitali ili tuende mochwari kuangalia mwili. Mimi I had a moment, nilikaa chooni peke yangu. Nikajiangalia kwenye kioo, nakumbuka machozi yalikuwa yananitiririka, nikajiambia, nikasema Irene, chagua kuishi na utaishi. Nikajiambia hivyo kwa sababu nilijiona kama na mimi najipoteza kwenye ile process. Kwa nilijiambia chooni kwamba I am choosing life, ninachagua kuishi, ninachagua kukaa na kulea watoto wangu mpaka pale watakapoweza kujitegemea. Nikamwomba Mungu anisaidie sana kunipa nguvu katika tukio hilo. Nilivyotoka pale ndo nikaona nimepata nguvu, uchungu kama ulipungua, uliondoka moyoni. Japokuwa nilikuwa bado natamani kubadilisha mambo yawe vingine ambavyo natamani vingeonekana, lakini ndio ulikuwa uwezi kubadilisha chochote. Kwa nguvu yangu kuu ilikuwa ni nguvu ya kiungu ambayo niliamua kuifuata ndani yangu. Kwa sababu unapokutwa na tatizo kunakuwa na nguvu mbili. Ile ya kimwili ambayo ni kawaida, ambayo sasa ile ukitembea nayo ile utazimia wewe, utazimia na kuzinduka, utazimia tena na kuzinduka, utalia sana mpaka sauti itakauka. Lakini ukigundua kwamba umo ndani yako kuna nguvu ya kiungu unayoweza kutembea nayo na ukapata nguvu na ukaona vitu kwa tofauti sana, basi mimi nasema kama ingekuwa kila mtu anaweza kuweza kuingia kwenye ile nguvu ya kiungu iliyoko ndani yake. Kwa hiyo kuanzia pale mimi nadhani grief yangu ilianzia pale nilivyokwenda kujiongelesha. Hakuna mtu alinifundisha hichi kitu, ni mimi mwenyewe ndani yangu. Na niliongea, nakumbuka nikamwambia Walter, mimi nakubali. The very same day niliongea kwenye kioo, najiangalia, machozi yananitiririka, sisomeki, sieleweki. Nikajiambia Walter,
tulipendana sana na umeamua kuondoka kwa jinsi ulivyoondoka, mpaka I'm getting emotional. Umeamua kuondoka kwa jinsi ulivyoondoka, umeniachia watoto, mimi nakubali kwamba umeondoka. Ninakubali kwamba umeondoka, umeniacha peke yangu. Bado nakupenda lakini umeondoka, nakubali kwamba umeondoka. Na nitajitahidi, nitajisimamia niweze kulea watoto wetu uliotuachia. In the toilet, Bagamoyo, hospitali ya wilaya ya Bagamoyo. Nilikuwa najizungumzisha. Kwa hiyo nguvu yangu mimi ilitokea pale. Naamini ni Roho Mtakatifu aliniongoza, kwa sababu kwa akili zangu kwa kweli mimi nisingekuwa na ile akili hata robo. Kwa sababu ilikuwa naona kama napata wenge, kama napoteana. Kwa hiyo ilibidi nitafute nguvu kokote iliko, na nilijua ile nguvu siwezi kuipata nje yangu, ni ndani yangu. Kwa hiyo ilibidi nijizungumzishe, nikubali kwamba ameondoka. Hata kama akili yangu inakinzana na roho yangu, lakini ilibidi nikubali kwanza kwamba kwa acceptance mimi ilitokea very early pale. Umeona? Kwa nadhani hata kwa yule anayefiwa, umefiwa na mtoto, umefiwa na mume kama mimi, umefiwa na mzazi au wazazi, umefiwa na mtu wako wa karibu, kwa sababu mtu wa karibu ni vile ambavyo ulikuwa unaishi naye, na kwa namna ambavyo mlikuwa mkiishi, na mambo mliokuwa mnayafanya. Na nimegundua kwamba the more you love that person, the deeper the love, the more the pain. Yani utaumia kwa kiwango kile kile ulichokuwa unampenda yule mtu. Yani kama ulimpenda sana, na kiwango cha maumivu kitakuja hivyo hivyo kwa kadri ya upendo uliokuwa nao juu ya yule mtu. Yani in a nutshell, hiyo ndo naweza nikasema ndivyo grief ilivyo. Kwa kiwango kile kile ulichompenda, utaumia kwa kiwango hicho. Kwa hiyo inategemea, haijalishi ni nani, lakini umefiwa na mtu ambaye ulimpenda kwa kiwango kikubwa, ninaelewa maumivu yako ni makubwa kuliko vile ambavyo watu wanadhani, kwa sababu unaumia kwa kiwango cha upendo ule ule uliokuwa unampatia. Kwa hiyo hicho kiwango ndo grief ambayo mimi nimeipitia na bado naipitia. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba kama unaweza kuswitch ikiwa umepoteza mtu, ukapata ule ufahamu wa kiroho kwamba wewe ukajitofautisha na matatizo au na msiba au na chochote ambacho kinaendelea huku nje ya mwili, ukaweza kutune ndani yako kwenye ile nguvu ya kiungu ambayo uko nayo, basi nadhani unaweza ukaanza vizuri kuelekea pazuri. Lakini pia ninajua kwamba matatizo hayana budi kutokea, ni kweli, lakini una nafasi ya kuchagua. Katika kile kinachotokea kuna nafasi ya kuchagua kuishi ama kuondoka naye. Kuishi ama kuishi kwa furaha ama kuishi kwa kukosa furaha. Kwa hiyo hatuwezi kuzuia 10% ya matukio ambayo yanatokea kwenye maisha yetu, lakini tuna 90% ya kuchagua namna ya kureact kwa kile ambacho kinatokea kwenye maisha yetu. Mimi niligundua kwamba lile ni pigo kubwa kwangu. Sikulikataa na mpaka leo silikatai. Ninalikubali, ni sehemu ya maisha yangu, ni sehemu ya safari yangu ya maisha yangu hapa duniani. Ninalikubali 110%. Hiyo ni 10% tu ya kile kilichonikuta, lakini bado na 90% katika haya maisha kuchagua naishi vipi. Kwa hiyo unavompoteza mpendwa wako, cha kwanza, baada ya kuzika au baada ya msiba kuisha, kinachoanza ni maisha mapya. Unajifunza kuishi upya bila yeye. Na haya maisha mapya, you can choose life to be miserable or you can choose to live a happy life. Kwa mimi namshukuru Mungu alinipa familia ambayo ilinipa support sana.
katika kipindi hicho chote cha grief, lakini pia niweza kupata msaada wa kisaikolojia, kwenda kwa psychologist, kuzungumza naye. Nayo ile nadhani ilinisaidia kupiga hatua, kwa sababu moja ya maswali mengi nilikuwa najiuliza, nitafanyaje sasa, ndoa sina, mimi ndo huyu nafundisha mahusiano na hamasisha watu kuishi kwenye ndoa nzuri, yule ambaye alikuwa anatengeneza hichi kitu ameondoka. So mafundisho yafe, kipindi kisiendelee, nifanyeje? Kwa hayo maswali yote niliweza kujibiwa katika one-on-one na msaikolojia, na nashukuru Mungu naye pia, pamoja na kwamba ni msaikolojia, ana nguvu, ni spiritual person naweza kusema. Kwa neno moja aliniambia, Irene, Walter kwenye safari yako hapa duniani alikuwa amepewa assignment ya kukusupport, kukufikisha mpaka hapo alipokuachia. Ila nataka ujue kwamba kipaji na kila kitu kilicho ndani yako si mali ya Walter, ni mali ya Mungu. Mungu ndiye alikuwekea kila kitu kilichoko ndani yako. Kwa hata atakachokifanya, atakuletea watu wengine ambao wataweza kukusupport na kukupeleka mbele pale ambapo unatakiwa kufika. Kwa hiyo nilipata nguvu sana. Na naweza kusema kwamba grief ni kitu ambacho akiishi, kwamba uweze kusema kwamba sasa I'm happy, sili tena naishi maisha yangu vizuri. No. Itafika, kuna siku naamka, unamkumbuka, unamiss, unatamani awepo, nakumbuka zile moments. Kuna siku unaamka and you're happy kwamba alipita kwenye maisha yako. Kwa hiyo grief ni kitu ambacho tunajifunza kuishi nacho. Ndicho mimi nilichokiona. Tunajifunza kuishi nacho. Alafu wapendwa, labda niseme kwamba kibinadamu tumecategorize vifo kama vile, yani huu kafa hivi, kafa vibaya, huu kafa vile, afadhali. Sijui, hapana, kuna kifo kizuri wa kibaya. Kifo ni kifo tu. Yani au ever it happens, kifo ni kifo tu. Ni sisi binadamu tunapenda hivyo kucategorize, kafa vile, kafa hivi, basi yule ana afadhali. Hamna mwenye afadhali kuliko mwenzake, kwa sababu they are both headed wherever they are headed. Kwa hiyo kifo ni kifo tu. Tujifunze kwamba kifo ni kifo, no matter kinatokea katika mazingira gani. Kwa hiyo grief ugumu kwangu ilikuwa pale mwanzoni, kwa sababu kumbuka huyo mtu nilikuwa naye, yani tulipishana masaa kidogo tu, ndio natoka unakuta ameondoka. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa naye. Kwa grief kwangu mwanzoni nilipata shida ya kukosa usingizi, yani kulala kwa kweli ilikuwa changamoto. For the first few months kulala ilikuwa ni changamoto. Utamani uwezi, ukipitiwa usingizi ni dakika kadhaa alafu umekata. Kwa hiyo unajikuta unapata changamoto hiyo ya kukosa usingizi, ama pia kuota. Unamuota unamuota. Sijui sasa ni namna ya mwili unakuwa una process ile information kwamba huyu mtu kaondoka. Kwa hiyo hizo ndo changamoto, kwamba saa nyingine unaweza kumuota na nini. Zile siku za mwanzo hasa uko unamuota, nafikiri mwili unakuwa, au subconscious mind yetu inakuwa ina process some type of information. Kwa hiyo inakuwa inaleta picha, yani kama kualign vitu kwenye ubongo wako na akili yako. Lakini baada ya hapo unajipa moyo, but each step of the way sikuacha kusema Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Hili ndio neno ambalo linasikika sehemu nyingi sana.
na watu wanalisema kwa mazoea. Nikwambie, ukipita kwenye mapito kama ambao nimepita mimi, neno linakuwa halisi, sio kwa kukariri tena. Unaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hii kitu inatoka moyoni, ni ushuhuda kwako, inakuwa ni ushuhuda. Kwa hiyo mimi sikuacha kusema siku zote, nikiwa nalala, nikiamka, nilikuwa nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa kupungukiwa na kitu na maanisha sitakuwa mpweke, sitalala njaa na wanangu, sitamtegemea mwanadamu, yani sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo nikawa namwambia Mungu, popote pale msaada unaonihusu mimi ulipo, unifikie, ulete unifikie. Kwa hiyo nilimuomba Mungu hiyo sala, na namshukuru Mungu kila every single day unajikuta unapiga hatua, mara nyingine kwa ugumu sana, lakini unapiga hatua. Ndani yangu nilikuwa najiona kabisa kwamba napiga hatua. Sasa nije kwenye swali ambalo nimeulizwa mara nyingi sana. Irene, utaolewa tena? Irene, utapenda tena? Jibu ni ndio. Yani maisha yangu hayajafika mwisho, bado naishi. Kwa hiyo kama bado naishi, mwanzoni nilikuwa napata ugumu sana, kwa sababu nilikuwa nikisema hivyo nilikuwa najisikia kama namkosea Walter, kama betray. Yani nilikuwa na namna gani yani. Lakini sasa hivi naweza nikasema kwamba Walter yupo tena. Ameondoka, ameniacha, tumetengana, na tulifunga ndoa tukaapa kwamba mpaka kifo kitutenganishe. Na kifo kweli kimetutenganisha. Kwa hiyo mimi nimebaki hivi kama nilivyo na watoto wawili. But does that mean it's the end of my love life? No. Maybe not so soon, lakini nitapenda tena. Mungu akijalia nitaolewa tena. Yote hiyo ni mipango ya Mungu, lakini sijifungi kwamba sitaolewa tena, sitafanya hivi. Mimi naishi, nimejifunza kuishi katika wakati husika. Wakati husika kwangu ni sasa. Wakati husika ni sasa. Siishi katika wakati wa nyuma. I'm not living in the past. I'm not living in the present. I'm not living in the future. I'm living in the present. Kwamba siishi katika wakati wangu wa nyuma, siishi katika wakati wangu ujao. Ninaishi katika wakati wangu huu wa sasa. Huu ndio wakati wangu. Kwa hiyo kama wakati wangu wa sasa ni huu, ina maana nachukua kila kitu, kila ambacho kinatokea mimi I appreciate. Nikikaa nikazungumza na wewe, basi nitahakikisha ninakuwepo hapo na kuzungumza na wewe kile tunachotakiwa kuzungumza, kwa sababu katika funzo kubwa ameniachia Walter, moja ni kuishi vizuri na watu, pili ni kumtegemea Mungu, lakini tatu, katika kuondoka kwake hapa duniani, Walter amenifundisha kuishi kwa usasa. Usitegemee kesho, tengeneza sasa. Usitegemee kesho, tengeneza sasa. Walter alikuwa ni mtu wa kuishi vizuri sana na watu, na alikuwa mwepesi sana wa kuomba msamaha akikosea. Na alikuwa yani mpaka umuudhi, kwa kweli utakuwa umejitahidi mno. Utakuwa umejitahidi sana kufikia kiwango hicho cha kwenye moyo wake. Kwa mafundisho ni mengi, lakini sisi pamoja na kwamba na hivyo tulivyokuwa, tulikuwa tunaishi kama vile hakutakuwa na kesho. Tulikuwa tunaishi hivyo. Tukigombana, tutakaa, tutazungumza, yataisha. Tukitaka ku have fun, tutatoka, tutaenda have fun. We lived like there was no tomorrow. Kwa hiyo ndio maana katika kitu pia ambacho kimenisaidia mimi kupiga hatua kwenye grief ni namna nilivyoishi na Walter. Sijisikii kama nina deni kwake la aina yoyote.
Hata wakati anaondoka tulikuwa tumezungumza na yani siku nzima tulikuwa tunazungumza mambo ya kupendana, tunapanga mipango ya ndoa yetu, tunaambiana bwana wewe unazingua pale, afu wewe unazingua pale, bwana nisamee. Yani we reconciled. Pamoja na namna ilivyotokea kwamba aliondoka vile, Walter na mimi reconcile. Yani hakuwa na deni na mimi sikuwa na deni na yeye. Kwa hichi kitu kilifanya moyo wangu kuwa mweupe sana, kumrelease kwenda na kutakiwa kwenda na kujipa ruhusa mimi kuendelea na maisha yangu. Kwa sina deni naye, alikuwa mtu mwema, alikuwa baba mzuri. Mpaka leo mtoto wangu wa mwisho anamzungumzia babake kwa sababu alikuwa ndo kipenzi chake, alikuwa ndo best yake. Kwa you can see kwamba the impact of his genuine actions ilivoleta hisia kali kwa mtoto wangu, mpaka anamkumbuka mpaka leo. Kwa hiyo mimi basically the way nimeishi na Walter ni kitu ambacho kilinipa nguvu sana, lakini kilinipa somo kwamba maisha ni sasa, ni kuishi sasa, si baadaye. Maisha ni sasa, ni kuishi sasa. Ukiwa wewe una mume wako, ukiwa wewe una mtu unayependana naye, alafu unamchukulia poa, alafu unapeleka mambo mbele, tutaongea kesho, unaweka pride. Chief, mtu akiondoka kesho, grief yako haitakuwa ya nchi. Itakuwa ngumu sana kwa sababu you have to process a lot of things. Itabidi process vitu vingi. Na hapa nakuja kwenye mtu aliyeniuliza kwamba changamoto za ujane ni zipi, au changamoto, mimi ningependa niseme changamoto za kufiwa ni zipi, kwamba tunatofautiana katika kuprocess grief. Mimi leo hii nimefiwa, huu ni 1.5 mwaka sasa. Umepita. Na najiona kabisa nimepiga hatua. Ni kwa sababu nimeamua kwanza nimeamua kuwa mtulivu, lakini pili nimeamua kumwamini Mungu. Na nilijiambia kwamba ikiwa nilimuomba Mungu kupata mume na akanipa mume mwema kama Walter, na Mungu huyo ameamua kuvuna katika shamba lake, katika lilo shamba akamuona Walter, basi Mungu mimi nitakurudishia utukufu hata katika hilo. Sitakulaumu wala sitakuwa na makasiriko. Nitakutukuza na nitakushukuru kwamba asante Mungu kwa sababu ulinipa mume kama Walter. Walter aliyekuja kuwa chachu ya mafanikio makubwa katika maisha yangu, kuwa chachu ya kupiga hatua mbele zaidi ya vile ambavyo nilikuwa mwenyewe katika maisha yangu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ulinipa nafasi ya kukutana na Walter na kuishi naye kama rafiki yangu mkubwa, na kama mume wangu, na kama baba wa watoto wangu. Kwa mimi sina nafasi ya kumlaumu Mungu. Bado ninamshukuru kwa sababu yeye ndio aliyenipa na yeye ndio aliyechukua. Na siwezi kumpangia. Nitamtukuza kwa sababu katika yote haya ambayo yametokea na yale yatakayotokea ambayo mimi siyajui, I know, najua kwamba Mungu ananiwazia yaliyo mema. Ananiwazia yaliyo mema. Kwa mimi namshukuru sana Mungu kwa kila kitu. Kwa wapendwa, tujifunze kuishi katika wakati huu uliopo. Story kama hizi zinazotukuta sisi kina Irene, kupotelewa na watu ghafla. Unajua story yangu naifananisha na wale watu waliofiwa na lile poromoko la ghorofa kule Kariakoo. Same thing. Kwa sababu mtu umeamka naye, vipi naondoka naenda kutafuta riziki, amefika kule ghorofa limebomoka. Ghafla unaletewa taarifa ameondoka. It's the same thing. Unafanyaje? Tunachotakiwa kugundua ni kwamba watoto tunapewa na Mungu, si mali yetu. Tunatakiwa tuwakuze katika misingi ya kujua Mungu na kuendelea na maisha yao. Kwa hiyo tujifunze kujiachanisha na vitu
yani usijiattach na vitu. Usifungamane na mtu kiasi kwamba huyu mtu akiondoka wewe na wewe tunakupoteza. Acha Mungu aitwe Mungu. Acha Mungu aitwe Mungu. Kwa hiyo katika kujibu hizo changamoto za kufiwa au ujane, naweza nikasema kwamba tunatofautiana. Kwa sababu kwanza inategemea, especially kama tunazungumzia masuala ya kufiwa na mume au mke. Kwa sababu kuna mambo mengi hapo katikati ya kuprocess. Yani inategemea sana na uhusiano wewe uliokuwa nao na mwenza wako aliyeondoka. Kabla aondoke mlikuwaje? Mlikuwa vizuri? Mlikuwa mnaishi kwa upendo? Maisha gani mlikuwa mnayaishi kabla aondoke? Hii pia inaweza ikawa faraja kwako, kwa wengine inakuwa kwangu mimi ni faraja. Yani namshukuru Mungu sana na moyo wangu unajaa na furaha nikikumbuka maisha nilioishi na Odemba. Hayakuwa maisha ya maumivu, hayakuwa maisha sijui ya yani kila kitu kilikuwa kwa uwazi na ukweli. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana 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 kwa hilo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaondokewa na wenza, je, mlikuwa katika hali gani? Ameacha amekukosea, ina maana wewe kwanza inabidi umsamehe alafu muachilie. Kwa hiyo changamoto za kufiwa au za ujane zipo. Nyingine zinajulikana nyingi, lakini naweza nikasema kwamba zinatofautiana kutokana na mtu na mtu kwa namna maisha mlivyokuwa mnayajenga. Kama mlijenga kwa usiri sana, ina maana kuna vitu vingi sana vitakuwepo vya kusoti ndani mwako na nje yako. Lakini mkiwa mnaishi, ndio maana mimi nasisitizaga sana kwenye mahusiano watu kuweni wawazi. Msifichane vitu. Mmeamua kuwa pamoja, basi be one, speak one, be one. Ili nina uhakika hata kama ningeliondoka mimi hapa duniani, Walter asingetetereka. Maisha yangeendelea kwa sababu vitu vyangu anavijua, vitu vyake nilikuwa najua. Ndio maana yani hakukuwa na nani. Changamoto labda ni kumkumbuka, of course, na pengo aliloliacha. Kuna muda ukiwaangalia wanao na wao unatamani kienda kanisani wapate mtu wa kumuita baba. Yani hivyo ni vitu ambavyo ni changamoto kiukweli. Huwezi kusema kibinadamu kwamba you are okay. No, it's not okay. Lakini Mungu aliyeruhusu ili katokea, basi atawaletea wanangu baba kabisa, yani ambaye atakuwa baba yao na atawapenda kwa usawa ule ule kama watoto wake wa kuzaliwa. Sina shaka na hilo. Namwamini Mungu aliye hai. Alright, kwa hiyo katika yote haya, katika kile ambacho nimekuonesha maisha yangu halisi, wengi mnajua tulivyokuwa tunaishi na Walter, tulikuwa tunapendana sana. Yani ilikuwa hivyo. Nataka kwa kumalizia nikwambie kwamba kama kuna somo natakiwa ujifunze kwangu, ni kuishi sasa. Ishi sasa. Usiishi katika wakati ujao wala wakati uliopita. Uliopita umepita. Ujao hujaufikia. Ila this moment, right this moment, unaponitazama, unaponiangalia, ndio wakati uliopo. Nitazame, uniangalie na ujifunze kutoka kwangu. Ndio hicho unachokifanya hapa. Kwa hiyo ishi sasa. Usiishi nyuma wala mbele yako. Ishi sasa. Jisamehe kwa chochote kile ambacho unaona ulienda kinyume, na kuanza upya kwenye ukurasa upya. Mimi niko kwenye season nyingine kabisa ya maisha yangu ambayo nimeikubali. Hiyo sikatai kwamba labda pengine kwamba simwazi Walter, namuwaza, namkumbuka na nampenda. Yes, ameondoka kimwili, lakini namkumbuka na nampenda sana. Lakini kimwili kwa vile siko naye, maisha inabidi yaendelee.
Cha pili, lakini sio kwa umuhimu wake, ni kujifunza kumtegemea Mungu kwa ukweli, sio kwa kuegesha. Na maanisha ukimwamini Mungu, muamini kweli. Kweli kwamba anaweza kukupa nguvu. Kwa sababu nilipofiwa mimi, watu walishangaa sana, eti kwa nini nina nguvu? Kwa nini silii? Kwa nini vitu kama vile? Hivi wewe nikuulize, wewe unamwamini Mungu yupi? Unamwamini Mungu yupi ambaye huamini kama anaweza kukupa nguvu hata katika lile tukio lilokukuta? Ambaye huna imani naye kiasi kwamba badala ya kumtukuza na kumshukuru unatamani mtu alie? Mimi nasema muamini Mungu kwa ukweli kutoka moyoni mwako. Usiegeshe. Alisema, ndimi Bwana Mungu wako, siabudu miungu mingine. Na katika yote tunapaswa kumtegemea Mungu. Ndio maana hata maandiko yanasema, amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Kwa ukiamua kumtegemea Mungu, mtegemee katika kila hali. Katika kila hali. Kwa usimshangae mtu ambaye anafiwa na ni pigo kubwa, lakini ana nguvu na ana matumaini. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu huyu anajua amtegemeaye. Kwa mimi watu nilikuwa nawashangaa hawa watu wanaoniuliza hivi, wao wanamtegemea Mungu gani? Mungu yupi wanayemtumikia? Kwa sababu mimi katika imani yangu ninajua maandiko yananiambia Walter amelala kimwili, lakini yuko sehemu salama. Yupo sehemu salama. Kwa hiyo nina uhakika yuko mikononi mwa Baba. Nina uhakika. Sasa kwa nini nihuzunike? Kwa nini nilie? Yaani huyo ndo Mungu, ndo habari ambazo mimi nazijua kwa habari ya kupoteza mtu. Kwamba mtu akifa ndani ya Kristo, basi yuko mahala salama. Kwa imani mimi nilionayo. Kwa tunatofautiana pengine imani, kwa sababu pengine watu wanawategemea wanadamu. Kwa katika kitu natakiwa ujifunze ni kumtegemea Mungu kwa ukweli, kwa kumaanisha. And do it intentionally. Usiwe mtu wa kuposti maandiko huku unaishi tofauti. Muamini Mungu na umuamini kweli. Na kile anachokisema ukiamini kwamba ni kweli. Sio unaamini mtu amefariki, ameenda sehemu salama, au ever alivyoondoka. Haijalishi mahala anakokwenda. Kwa mimi nguvu yangu ilitoka hapo. Na hiyo ndio siri. Lakini kingine, take one day at a time. Nimejifunza kuishi siku baada ya siku nyingine, siku moja baada ya siku nyingine, siku moja baada ya siku nyingine. Kwa sababu unapofiwa, nasemaga kwamba unakuwa ni mtu let's say una vitu vingi vya kudownload, lakini una GB chache. Kama kwenye smartphone yako una GB 10, lakini unajikuta una kama GB 1000 za kudownload, kwa sababu every day ni siku ambayo unapiga hatua maisha mapya, kujiambia kwamba ameondoka, kukubali tena na tena kwamba ameondoka, kukubaliana na maisha hayo ambayo yako mbele yako. It takes one day at a time, one foot after the other. Uwezi kukimbia. Ukiweza kimbia, uwezi tembea. Ukishindwa kutembea, tambaa. One day at a time. Kikubwa uhakikishe unapiga hatua. Usikwepe kuwaza wazo, kwa sababu mimi nakumbuka ilikuwa inanitesa sana nikikumbuka ile picha ambayo nilimkuta kwenye swimming pool. Ilikuwa inanitesa sana. Kuna imagination za kutosha pale. Zilikuwa zinanijia, nasema Mungu wangu, kwa ilikuwa hivi, kwa ilikuwa hivi, kwa wale maji. Yaani
unajikuta badala ya unaanza kuwaza, unaumia. Lakini one day at a time. Waza, download. Kuwaza manake ninavyokuambia download manake ni kuchakata. Usikimbie hata yale mawazo magumu yanapokuja. Hata yale maswali magumu nayo usiyakimbie. One day at a time. Majibu utayapata. Kuna majibu mengi sana ambayo sijayapata. Na ndio maana nimekataa kujibu swali la aina lolote. Lakini one day at a time. Sina haraka, sina nini, nipo. Kingine ambacho ni somo kubwa sana, usiogope maisha. Nimejifunza kutokuogopa maisha no matter what. Ila jua tu lolote linaweza likatokea wakati wowote, na haimaanishi wewe ni mdhambi kuliko watu wote huku duniani. Haimaanishi unapokutwa na jambo, aisee binadamu ni wa ajabu sana. Jambo kama lile unaweza ukawekwa kwenye kategori la watu wenye mikosi, unaweza ukawekwa kwenye kategori ya watu wenye bahati mbaya. Lakini nataka nikwambie wewe unanitazama, one day at a time, kwa sababu hatujui nini kinatokea mbele yako. Hata sekunde hii baada ya kumaliza hii video ujui kinaenda kutokea nini. Ishi kwa adabu, usiwanyoshee watu vidole. Kwa usiogope maisha. Tumaini lako ni nini? Ndio swali la msingi. Ukijua tumaini lako liko wapi, basi ya maisha mengine yote yatakwenda kwa usawa. Tumaini lako ni nini? Usiogope maisha. Lolote linaweza likatokea. Kwako, kwangu, kwa mtu yoyote. Lolote, namaanisha lolote. Zuri, baya, lakini itategemea wewe ndani mwako umejijenga vipi kuchakata hiyo information. Na mwisho kabisa, jifunze kujitofautisha na matatizo. Nimeanza pale kwa kusema aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko alio nje. Jifunze kujitofautisha na matatizo. Wewe sio kile kinachokutokea. Kinachokutokea, ndio maana wanasemaga kwamba we are spiritual beings having a human experience. We are spiritual beings having a human experience. Hii ndio point kwamba jitofautishe na matatizo. Wewe ni kiumbe wa kiroho ambaye unapata uzoefu wa kuishi duniani. Labda nikisema hivyo. Kwa chochote kinachotokea hapa ni experience ambayo unatakiwa uipitie, uidefine and you conquer. Ushindi ndio inatakiwa iwe chapa yako. Ushindi ndio inatakiwa iwe chapa yako. Jamani, mimi naitwa Irene Kamugisha. Nimefurahi kuzungumza na nyie leo. Ninaamini mawili matatu nimekupa. Na hii ni platform ya Fix You. Mahali ambapo tuna fix vitu, na fix watu. Nafurahi kwamba unanifuatilia. Na asante sana wote mlionipa pole, asante sana. Mbarikiwe. Nipeni support. Ipeleke Fix You mbele. Maono yakaonekane. Na mambo mengine yatakwenda sawa. Ukipata nafasi basi nakuomba uniombee sana. Maombi yako yananisaidia mimi kupiga hatua. Hata kama sikusikii, hata kama sikuoni, lakini yanasaidia kupiga hatua. Nakushukuru sana. Unaweza kunifuatilia Instagram yangu ni @IreneKamugisha_. TikTok ni Irene Kamugisha, Facebook Irene Kamugisha, na X ni Irene Kamugisha. Nakushukuru sana. Tutaendelea kuwa na hizi session one on one, once in a while. Una maswali yoyote niko tayari kuyajibu. Nakushukuru sana, uwe na wakati mwema.